Moja ya ishu kubwa ambayo inaonekana sasa hivi imezua taharuki kwa kiasi kikubwa sana, na watu kujaribu kujiuliza kwamba hii tabia huyu mtoto kaanza lini. Ni sakata zima ambalo linamhusu mtoto wa Diamond Platnumz kwa maana ya Tifa. Huyu ni mtoto wa kwanza kabisa Diamond Platnumz na mtoto wa Zari pia, ambaye tunafahamu ni watoto ambao katika listi ya watoto wote wa Diamond Platnumz anasifika pia kuwa miongoni mwa watoto ambao wanaheshima sana, lakini pia hakuna tetesi zote mbaya ambazo zilishawahi kuibuka kuhusiana na huyu mtoto. Lakini cha ajabu, kila ambacho ameweza kukiongea ndicho kitu ambacho kimeweza kuacha watu wengi zaidi na maswali na kujiuliza kwamba inakuwaje mtoto mdogo kama huyu inafikia hatua ya kuweza kufanya jambo kubwa kama hilo la kumdharau mtu mkubwa, ama tunaweza kusema mama yake mdogo kama Zuchu. Ni jambo ambalo of course kila mmoja ameweza kuliongelea kwa namna tofauti, lakini yote kwa yote acha niweze kukwambia hapa na kukusanua kile ambacho mtoto ameweza kukifanya. Na ikumbukwe ilikuwa ni katika hali ya kawaida tu, na mama yake alimuuliza swali fulani simple sana, lakini alichokuja kujibu ndio kimewashangaza watu wengi zaidi, kwa sababu ile clip imetembea sana, lakini pia imeonyesha ni dhahiri kwamba huyu mtoto kuna namna amekosa heshima, kwa sababu sio rahisi kwa yeye kuweza kufanya kitu kama hiki kwa mama yake mdogo Zuchu, alafu ni tusi of course ambalo ni kubwa kiasi kwamba sijui Zuchu ataliact vipi. Anyway, nitakwambia hapa jinsi picha lilivyokuwa linaanza mpaka ikafikia hatua huyu mtoto akaweza kufikia hatua ya kuweza kutamka hicho ambacho ameweza kitamka, ambacho of course kwa namna moja ama namna nyingine tunaweza kusema ni tusi ambalo ameweza kumtukana Zuchu kutokana na sababu ambazo alikuwa ameulizwa, ama kutokana na kile ambacho alikuwa ameulizwa. Sasa join na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu kweli wote juu ya kile ambacho huyu Tifa ameweza kukizungumza. Ilikuwa ni katika mazungumzo ya kawaida na mama yake, lakini point ya msingi naomba nikukumbushe tu kwamba hapa ndo mahali pekee ambapo always waga nakwambia kwamba utakuwa unazipata exclusive zote hapa, yani zile taarifa ambazo hujaweza kuzipata mahali popote. Kwa hiyo point ya msingi ni wewe tu kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakomeza kukisikia na kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na mastaa basi unakuwa unazipata hapa on time kabisa. Sasa tunafahamu kwamba Tifa ni moja ya watoto ambao of course wamekuwa na sifa nzuri sana, na Diamond Platnumz amekuwa akijivunia sana na amekuwa akimtunza na kumlinda kwa kiasi kikubwa na kwa hivyo mkubwa kuhakikisha kwamba huyu mtoto haharibikiwi kwa namna moja ama namna nyingine. Licha ya kwamba amekuwa akisifika tu kutokana kwa tabia nzuri, lakini pia heshima ndio kitu ambacho kimekuwa kikiwapa credit kubwa zaidi watoto wa Diamond Platnumz. Lakini kilichotokea ni kibaya zaidi, kwa sababu tunafahamu Zari huaga na utaratibu fulani hivi wa kuwa anacheza na watoto wake na kutaniana nao na vitu kama hivyo. Hiki ameweza kukifanya kwa mtoto wake Tifa, ambaye sasa katika kumuuliza maswali ya hapa na pale ndipo ambapo dogo akaja akaharibu kabisa, kwa sababu amekuja kutoa majibu ambayo design kama ameweza kumtukana Zuchu. Sasa sijui kama kuna namna uwaga wanafundishwa, I don't know about this, kwa sababu uwaga anakuja nyumbani kwa baba yake kumsalimia na sometimes anaenda kwa mama yake na vitu kama hivyo. Sasa nini ambacho huyu Tifa aliweza kuulizwa ni kwamba wakati anapiga story na mama yake aliweza kumuuliza tu swali moja kwamba tunafahamu kwanza uwaga wanakuja nyumbani huko Diamond Platnumz kisha wanarudi kule, so imekuwa ni kawaida yao tu kuja kumsalimia baba yao na vitu kama hivyo, wanakaa. Yes. Sasa mamake na Tifa kwa maana ya Zari wakati anacheza tu na mtoto wake akamuuliza kwamba nataka unikuhamishie kwa baba yako uwe unakaa kule jumla, unaonaje, na huku usio unakuja jumla kabisa. Alikuwa anamwambia hivyo katika harakati za stories za hapa na pale, lakini Tifa alichojibu ni kwamba kwanza kabisa amekataa. Amesema mimi nitakuwa naenda kumsalimia baba na kurudi huko. Mamake akamuuliza kwa nini hutaki kuhamia kwa baba yako jumla? Akasema kwamba mama mdogo ana roho mbaya na huwa hanipendi, kwa hiyo sitaki kukaa naye karibu. Amesema tu hivyo huyu mtoto. Ni kauli fulani hivi ambayo ukijaribu kuchukulia kawaida tu haina madhara, lakini kiuhalisia ni amemtukana Zuchu kwamba ana roho mbaya, hampendi. So hii ni sifa mbaya kwa upande wa Zuchu ambayo inamharibia kwa namna fulani hivi na kufanya watu wengi wajiulize kwamba kwa hiyo kumbe Zuchu ni mtu wa namna hii na namna hii. Inakuwaje mtoto mdogo kama huyu anakuja kuongea vitu kama hivi ambavyo hatujagi kuvisikia before, na tunafahamu Zuchu jinsi alivyo ni mtu fulani hivi ambaye sijui labda kwa upande wa ndani huko, lakini ukimwangalia yuko pisi sana, yuko humble sana. Sasa hatujui nini ambacho kinaendelea baina ya hawa watu wawili, lakini jibu ambalo ameweza kujibu Tifa limetengeneza taswira ya kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa, na pengine huenda kuna mambo ambayo Zuchu waga anayafanya, lakini pia watu wametafsiri ya kwamba ameweza kumtukana Zuchu kwa kumwambia kwamba ana roho mbaya, kwa sababu tayari ni sifa mbaya ambayo inaendelea kusambaa. Sasa je, unadhani kwamba hiki ambacho ameweza kukiongea Tifa
inaweza kuwa na ukweli au anaweza kama amefundishwa, au tuseme kwamba ni namna tu mtoto hajui chochote ambacho anakifanya, kwa mwisho siku tu amejiropokea tu. Tuambie kwenye comment section nini maoni yako kuhusiana na hiki, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates nyingine kama hizi.